Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri na tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sofia Amani, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Nezia Masinde, na kwenye habari za michezo tutakuwa naye Mohamed Jamal. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Watu 9 wafariki dunia na wengine 44 kujeruhiwa katika ajali mkoani Morogoro. Rais Mwinyi ashiriki mkutano wa masuala ya anga na utalii Afrika. Serikali kununua tani 200,000 za mbolea viwanda vya ndani. Na katika habari za kimataifa, ndege ya India Air India yaanguka ikiwa na abiria wapatao 242. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tunaanza na taarifa inayoeleza kuwa watu 9 wamefariki dunia na wengine 19 kujeruhiwa katika ajali iliyohusisha gari aina ya Scania yenye namba za usajili T804 BUB kugonga gari aina ya Hyabus lenye namba za usajili T523, ajali iliyotokea leo alfajiri katika eneo la Melela wilayani Mvomero, barabara kuu ya Morogoro Iringa. Shukuru Matero ameandaa taarifa zaidi. Mashuhuda wa ajali hiyo pamoja na majeruhi wameeleza namna ajali hiyo ilivyotokea, ambapo majeruhi wamepelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Kwamba kuna lori pamoja na basi ndio limesababisha ajali asubuhi majira ya saa 10. Kwa hiyo sisi ndo tumefika maeneo haya kama unavyoona mazingira yalivyokuwa hapa. Wale walikuwa majeruhi washapelekwa hospitalini. Kwa hiyo vile viti vilikuwa vimekusanyika vingi tu kwa pamoja, kwa hata kutoka ilikuwa shida. Bahati kwa sababu wengi walikuwa tumefunga vikanda, hatukuumia vile kwa wale ambao tumefunga vikanda, lakini wengi kwa wale ambao kufunga mikanda walihamishwa kutoka nyuma kwenda mbele kutokana na ile kishindo cha gari baada ya ajali. Kupitia hiyo ajali tuliweza kupokea maiti moja ambayo alifariki njiani, zingine 8 ambazo zimeletwa. Kati ya hizo maiti ambazo jumla ni 9, zimetambulika 4. Kwa hiyo mpaka saa hizi wagonjwa wanaendelea kupata huduma katika maeneo mbalimbali, wanapata vipimo, wanashaanza matibabu na hali zao zinaendelea vizuri. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limethibitisha kutokea kwa ajali hiyo, ambapo jeshi hilo limesema chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa lori kushindwa kudhibiti gari lake. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linamtafuta dereva wa gari aina ya Scania yenye namba za usajili T406 CZS na tera lake namba T804 BUB likiwa na ambayo lilikuwa limebeba shehena ya sukari, likiendeshwa na dereva ambaye ametoroka baada ya kusababisha ajali iliyopelekea vifo vya watu 9 na majeruhi 19. Ajali hiyo imetokea Juni 12 mwaka 2025 muda wa alfajiri huko katika eneo la Merera Kibaoni, kata ya Merera, wilaya ya Mvomero, mkoani Morogoro. Shukuru Matero, TVE Morogoro. Ni kushukuru sana Shukuru Matero kwa taarifa hiyo. Serikali imesema imewahakikishia Tanzania kuwa ili kufanya deni kuendelea kuwa himilivu, itahakikisha pamoja na mambo mengine inaimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani. Kauli hiyo imetolewa leo bungeni na Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba wakati akiwasilisha hotuba ya bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026. Taarifa zaidi inasomwa hapa studio na Nezia Masinde. Akiwasilisha bajeti kuu ya serikali 2025-26 bungeni jijini Dodoma, Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba amebainisha kuwa serikali itaendelea kuhakikisha deni la taifa linakuwa himilivu na kutekeleza miradi ya maendeleo kwa ufanisi. Aidha, ameeleza kuwa serikali imejipanga na itahakikisha ufanikishaji wa fedha zote zilizoainishwa kutekeleza miradi zinapatikana ili kuboresha ustawi wa maisha ya wananchi. Hadi Aprili 2025 deni la serikali lilikuwa shilingi trilioni 107.70, na kati ya kiasi hicho deni la nje lilikuwa ni shilingi trilioni 72.94 na deni la shilingi trilioni 3.30.76, na tathmini ya uhimilivu wa deni uliofanyika kwa mwaka 2024 ulionyesha kuwa deni letu bado ni himilivu, ikiwa ni kipindi cha muda mfupi, muda wa kati pamoja na muda mrefu. Katika tathmini hiyo, Mheshimiwa Spika, viashiria vinaonyesha kuwa kwa mwaka 2024-2025 tathmini ya sasa ya deni la serikali kwa pato la taifa ni 40.3,
ikilinganishwa na ukomo ambao ni 55%. Hatupaswi kuwa na hofu kabisa kuhusu jambo hili. Na kwa upande wa thamani ya sasa ya deni la nje kwa pato la taifa ni 23.6 ikilinganishwa na ukomo wa 40% ambayo ni standard ya kimataifa. Kuhusu mapendekezo ya maboresho ya kodi na tozo mbalimbali, bajeti ya 2025-26 inapendekeza kusamehe kodi ya thamani kwenye magazeti yanayozalishwa nchini. Lengo ni kuhakikisha wananchi wanaendelea kupata taarifa sahihi kwa wakati. Aidha, katika suala la ufanyaji biashara, amesema bajeti inapendekeza kuongezwa kifungu cha sheria cha waziri mwenye dhamana ya biashara kuainisha shughuli zinazoweza kufanywa na wageni nchini. Sanjari na hayo, amebainisha kuwa bajeti ya 2025-26 inapendekeza kufanya marekebisho ya sheria katika sekta mbalimbali ikiwemo mifugo na uvuvi ili kutimiza adhma ya serikali ya kuhakikisha uchumi unaendelea kuimarika. Bajeti kuu ya serikali ya mwaka 2025-26 ni shilingi trilioni 56.49 ambapo wadau mbalimbali wameahidi kuendelea kushirikiana na serikali kuhakikisha bajeti hiyo inafikia adhma yake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar inajipanga kuendelea kujenga miundombinu ya viwanja vya ndege ili kuifanya kuwa kituo bora cha utoaji wa huduma za usafiri wa anga. Nizia Masinde anayo taarifa zaidi. Dr. Mwinyi ametoa tamko hilo alipofungua mkutano wa huduma za usafiri wa anga pamoja na utalii Afrika katika hafla iliyofanyika kwenye hoteli ya Golden Tulip, uwanja wa ndege. Ameeleza kuwa upanuzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume na ujenzi wa uwanja wa ndege wa Pemba ni miongoni mwa juhudi zinazochukuliwa na serikali za kuimarisha huduma za usafiri wa anga hapa nchini. Dr. Mwinyi amefahamisha kuwa hatua hiyo itafungua Zanzibar kikanda na kimataifa kwa mashariki na zaidi ya ndege kuja nchini na kuongeza idadi ya watalii wanaokuja nchini pamoja na kutangaza utalii. Tunategemea kupata mashirika ya ndege ambayo yatakuwa sasa tayari kuleta ndege zao hapa Zanzibar, jambo ambalo litatuongezea utalii. Lakini vile vile kama mlivyosikia, kuna mashindano kadhaa yanayofanyika kuhusu ubora wa viwanja vya ndege katika kutoa huduma za viwanja vya ndege. Na sisi Zanzibar tumepata bahati ya kupata zawadi katika maeneo kadhaa na tunaendelea katika mashindano hayo. Yote haya yanaonyesha kwa kiasi gani huduma zetu zimekuwa bora zaidi za utoaji wa huduma katika viwanja vyetu vya ndege. Rais Dr. Mwinyi ameeleza kuwa katika miaka ya hivi karibuni kumeshuhudiwa ukuaji mkubwa wa sekta ya utalii uliochangiwa na juhudi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia filamu ya Royal Tour iliyotangaza Tanzania ikiwemo Zanzibar na kutambulika kwa vivutio vya utalii, utamaduni na urithi wa kihistoria. Aidha, amesema serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuimarisha huduma katika viwanja vya ndege ikiwemo kushirikiana na sekta binafsi katika sera ya PPP, mashirika ya ndege ya kikanda na kimataifa na kusimamia ipasavyo kanuni na miongozo ya huduma za usafiri wa anga na hali ya usalama wa nchi, hatua inayochangia kuongezeka kwa mashirika ya ndege yanayotoa huduma nchini. Mkutano huo wa kimataifa wa masuala ya anga na utalii ni wa 9 kufanyika na ni wa siku 3 ambapo unajumuisha mashirika takriban 40 ya ndege barani Afrika. Ni kushukuru sana Nizia Masinde kwa taarifa hiyo. Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Hamisi Hamza Hamis amesema mradi wa kufua umeme wa bwawa la Julius Nyerere uliopo wilaya ya Rufiji mkoani Pwani wenye uwezo wa kuzalisha megawati 2115 unatarajiwa kuchochea matumizi ya nishati safi ya kupikia. Zaidi tuungane na Mbwana Mshindo. Amesema hayo wakati akijibu swali la nyongeza la mbunge Donge Sudi Mohamed Juma aliyetaka kufahamu ni kwa kiasi gani mradi huo umechangia matumizi ya nishati safi ya kupikia na kuepuka ukataji wa miti kwa ajili ya kuni na mkaa. Akiendelea kujibu swali hilo, Naibu Waziri Hamis amesema tayari serikali imeshasambaza huduma ya umeme wa uhakika mjini na vijijini, hatua ambayo itachagiza matumizi ya nishati safi ya kupikia ya umeme na kuacha kutumia kuni na mkaa. Aidha, Naibu Waziri Hamis amesema katika kuimarisha uhifadhi wa mazingira hususan katika maeneo yanayozunguka mradi huo wa kufua umeme, serikali imechukua hatua mbalimbali ikiwemo kuhamasisha na kuratibu upandaji wa miti kwenye vyanzo vya maji na kuitunza. Katika kuimarisha uhifadhi wa mazingira ikiwemo uhifadhi wa mazingira ya mradi wa bwawa la Mwalimu, ikiwemo kuendelea kupanda na kutunza miti kwenye vyanzo vya maji, kuendelea kutoa elimu ya mazingira, kusimamia utekelezaji wa muongozo wa taifa wa matumizi endelevu ya ardhi eneo la hifadhi ya mita 60 kutoka kwenye chanzo cha maji,
pamoja na kuunda kamati za mazingira kwa ajili ya kudhibiti uharibifu wa mazingira kwenye vyanzo vya maji. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Katika hatua nyingine, naibu waziri Hamis amesema serikali itaendelea kuwachukulia hatua wanaojihusisha na vitendo vya ukataji miti, hususan maeneo yanayozunguka miradi mikubwa na vivutio vya utalii, hususan mlima Kilimanjaro. Ametoa kauli hiyo wakati akijibu swali la mbunge wa Moshi Vijijini Profesa Ndakidemi kuhusu serikali inawachukulia hatua gani wanaokata miti katika hifadhi ya mlima Kilimanjaro. Ushirikishwaji wa wananchi waliozunguka maeneo haya ya bwawa la Mwalimu Nyerere ni wa kiasi kikubwa sana, na kwa sababu tunafahamu kwamba wao ndio wapo karibu na bwawa hili, na kama ni wanufaika basi wa mwanzo wanakuwa ni wao. Kwa hiyo tumewapa jukumu la kuwashirikisha kusaidia katika kutunza na kuhifadhi mazingira ya maeneo haya. La kwanza ambalo tumelifanya ni kuwahimiza kupanda miti ambayo haikaushi vyanzo vya maji pembezoni mwa bwawa hili. Lakini kwa kushirikiana na maafisa wetu wa mazingira, mabalozi wetu wa mazingira na wenzetu wa halmashauri, tumekuwa tukiwahimiza wenzetu hawa kwa kuwapa elimu ya mara kwa mara juu ya swala zima la usimamizi wa sheria za mazingira. Lakini kubwa zaidi, tumekuwa tunawaambia wao wanafanya usafi ili lengo na madhumuni bwawa hili endelee kuwa salama, kwa sababu tunachoamini kwamba maji ni mazingira na mazingira ni maji, Mheshimiwa Spika. Lakini chengine, Mheshimiwa, uwepo wa bwawa hili limesaidia ama linakwenda kusaidia kwa kiasi kikubwa matumizi ya nishati safi, hasa nishati safi ya kupikia, na kuwaambia wananchi watoke katika matumizi ya nishati chafu. Kwanza, bwawa hili linakwenda kupelekea upatikanaji wa umeme wa uhakika. Kwa maana kama linapatikana umeme wa uhakika, maana yake ni kwamba watu ama wananchi wanakwenda kuacha kutumia kuni na mkaa, na sasa wanakwenda kutumia umeme kama sehemu ya nishati. Lakini sasa Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia bwawa hili umeshafikishwa umeme mijini na vijijini, kitu ambacho sasa wananchi wetu wanakwenda kuacha matumizi ya kuni na mkaa na wanakwenda kutumia nishati safi ya kupikia ambayo ni umeme. Mheshimiwa Spika, na kushukuru. Itakumbukwa mradi wa bwawa la Nyerere unalenga kufikia malengo ya mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia 2024-2034 kuwa 80% ya Watanzania kuhamia kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia. Ni kushukuru sana Mbwana Mshindo kwa taarifa hiyo. Umoja wa Ulaya ukishirikiana na shirika la ushirikiano wa kimataifa la Ubelgiji Enabel umetoa kiasi cha bilioni 190 kwa ajili ya kuhifadhi mradi wa Inclusive Cities kwa ajili ya kuimarisha mafunzo ya ufundi stadi kwa ajili ya kuzalisha vijana wanaohitajika kwenye soko la ajira. Mradi huu unatekelezwa kwenye halmashauri ya Tanga, Ilemela, Nyamagana na Chake Chake Pemba. Taarifa zaidi na Glory Machare kutoka Tanga. Mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Burihani ametaka mchakato wa kuwapata walengwa ni kutoa kipaumbele kwa vijana wenye hamu ya kupata mafunzo ambao baada ya hapo wataweza kutumia utaalamu waliopata kujikwamua kiuchumi. Hawa vijana 350 kweli watoke vijana ambao wanataka kufanya kazi, wanataka kusoma VETA, lakini twende kwenye familia pia ambazo hazina uwezo, ambao ukimtoa familia moja katika familia akitoka atasaidia wote walioko katika familia yake. Tuchague mchanganyiko, tuseme kwamba na watu wengine wenye uwezo wasipate fursa, lakini tutarget Mheshimiwa madiwani wetu watusaidie, wenye viti wa mitaa watusaidie kuibua watu ambao watakwenda kutuheshimisha. Mshauri mtaalamu wa shirika la ushirikiano wa kimataifa la Ubelgiji Enabel Thomas amesema katika jiji la Tanga mradi huo utanufaisha zaidi ya vijana 350 wakiwemo wanawake kwa 50%. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkuu wa mkoa wa Tanga, katika ukuaji wa uchumi wa mwananchi huyu wa kawaida, mradi wa Inclusities chini ya shirika la maendeleo la Ubelgiji Enabel unafanya kazi kwa karibu na kwa uwezo wake na wadau muhimu kwenye sekta hii ya kukuza ujuzi, hasa wadau ambao wanafanya shughuli zao kwenye maeneo haya. Lengo kuu la mradi huu ni kuimarisha mafunzo ya ufundi stadi ili kuzalisha wahitimu wanaohitajika katika soko la ajira na kuifanya VETA Tanga kuwa kituo cha umahiri na utoaji wa mafunzo ya ufundi stadi kwenye sekta husika, Center of Vocational Excellence, ili waweze kujiajiri na kuajiriwa baada ya kukamilisha mafunzo.
Programu hiyo ambayo inatarajiwa kukamilika ifikapo mwaka 2027 imejikita katika kuwajengea vijana uwezo wa kujiajiri na kuwapa ujuzi vijana walioko sokoni kutambua ujuzi uliopatikana nje ya mfumo usio rasmi katika maeneo yao. Nikiripoti kutoka mkoani Tanga, Glory Machare, TVE Habari. Ni kushukuru sana Glory Machare kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji wa TVE, turejee jijini Dar es Salaam ambapo wadau wa sekta ya mawasiliano ikiwemo kampuni za simu zimetakiwa kuendelea kushirikiana katika kupunguza ombwe la umiliki wa simu janja nchini kwa kuja na bidhaa na vifaa vya simu ambavyo vitakuwa ni rahisi kupatikana. Goodluck Msola ametuandalia taarifa zaidi ambayo inasomwa hapa studio na Nezia Masinde. Rai hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa kampeni ya kuhamasisha Watanzania kuendelea kumiliki simu janja kupitia mkopo wa kulipa kidogo kidogo kupitia kampuni ya simu ya Yas, ambapo kupitia kwa meneja mauzo wa simu na vifaa vya interneti Imelda Edward ambaye amewataka wadau kushirikiana na Yas ili kupunguza ombwe ambalo bado ni kubwa nchini. Kama muendelezo wa kuwawezesha Watanzania kumiliki simu janja bila kujali kipato, bila kujali hali zao, kwa kulipia kidogo kidogo. Unaanza na kiasi cha kuanzia 65,000 utamiliki simu hizi, kisha utaweza kulipia kuanzia 1,800 kila siku kwa muda wa miezi 6. Ushirikiano huu umekuja kwa nia moja tu ya kuzuia lile gap ambalo lipo kwa ambao wanamiliki simu janja na wale hawamiliki simu janja kwa sababu tu ya uwezo. Basi tumeondoa hicho kikwazo. Mtanzania yoyote ukiwa na kiasi kidogo cha pesa utaweza kuanza kumiliki simu yako janja, na utaanzia hapo ulipo, utaweza kujiendeleza kwenye shughuli zako, kwenye elimu na kazi zako zozote zile ambazo zinahitaji simu janja. Kwa upande wake, Lilian Julius, mtaalamu wa bidhaa za simu kutoka kampuni ya Infinix, amesema kupitia kampeni hiyo Watanzania watapata fursa ya kumiliki simu janja kwa njia ya mkopo pamoja na kulipa kidogo kidogo hadi shilingi 1,800, hivyo kumiliki simu janja ambayo itawasaidia kuendana na mabadiliko ya kiteknolojia. Tumeshirikiana na Yasi kwa ajili ya kuitoa kwa ajili ya wateja wetu ambao pia ni wateja wa Yasi, kuwapa nafasi ya kupata hii simu kwa njia ya mkopo na kwa kianzio kidogo kabisa kama tulivyosikia ni karibia 65,000, lakini pia watapewa nafasi ya kulipa taratibu kwa siku ambao tumeona gharama zake ni ndogo, hata chini ya 2,000 kwa siku. Zaidi tunataka kuwalenga wale wateja ambao wanapita kwenye maduka ya Yasi na wanatamani pia kununua products za Infinix. Zaidi pia wanatamani kununua kwa mkopo. Kwa hiyo hizi ni products ambazo tumewaletea wateja wetu wa Infinix pia pamoja na wateja wa Yasi. Kwa hiyo ningependelea kuwapa moyo na kuwatia hamasa watu wapite kwenye maduka ya Yasi, wakutane na bidhaa za Infinix na pia waziangalie na kuzinunua hata kwa mkopo, hata kwa cash pia. Naye Amanda Remea Moria kutoka kampuni ya Tecno amesema simu hizo pamoja na kuwa zinatolewa kwa njia ya mkopo, lakini zina uwezo mkubwa wa kuhimili mazingira ya vijijini na mijini kwa upande wa mtandao ili kuwawezesha Watanzania kufurahia tasnia ya mawasiliano nchini. Kama ndoto ya kila Mtanzania ilikuwa ni kumiliki simu ya kijanja ambayo kwa sasa hivi tunaona ni uhitaji, yani ni sio tena luxury need, ni basic need. Basi sisi na Yas tumeungana katika device yetu ya Pop9 ambayo tunaamini kila Mtanzania anaweza akaimiliki. Sasa ndo ataanzia na kiasi kidogo sana cha pesa mpaka pale atakapomaliza naye atakuwa mmiliki mpya wa smartphone ya Tecno Pop9. Simu zetu kila siku zinakuja na maboresho ya kimtandao. Kwenye Pop9 Mtanzania anaweza akapata mtandao hata kule alipo kijijini. Ni taarifa yake Goodluck Msola ambayo imesomwa hapa studio na Nezia Masinde. Na mtazamaji wa TVE, tuelekee sasa mkoani Shinyanga ambapo mkuu wa wilaya ya Shinyanga wakili Julius Mtatiro ametoa siku 7 kwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya hiyo Dr. Kalekwa Kasanga pamoja na timu kutafuta vielelezo vya hoja 50 zilizoibuliwa katika ripoti ya mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali CAG ambazo bado utekelezaji wake unaendelea ili ziweze kupatiwa majibu ili hoja hizo ziweze kufungwa kwa mujibu wa utaratibu. Mwamvita Mkondo ametuandalia taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Maagizo hayo ameyatoa katika baraza la madiwani la kuwasilisha na kujadili hoja za mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali zilizokaguliwa katika mwaka wa fedha ulioishia Juni 2024. Mtatiro amesema bado kuna tatizo la ukamilishaji na ufungaji wa hoja za CAG, hivyo kuagiza vielelezo vyote vitafutwe ili viweze kujibu hoja 50 zilizohibuliwa na mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali. Kwa nataka nitoe siku 7
wa mkurugenzi mtendaji pamoja na timu yake wakae tena chini, maana walikuwa na mwaka mzima, katika kipindi cha siku 7, kwa sababu na hoja zingine hapa ambazo zinahitaji tu vielelezo. Maana ni kwamba hivyo vielelezo vitafutwe kule viliko. Hatuwezi tukatafuta vielelezo mwaka mzima. Wewe nataka mtumie siku 7 kufanya hiyo kazi. Kaeni chini, kaeni na mafaili yenu hapa, hoja fulani, kielezo fulani kimekosekana, anacho nani mtendaji wa kata fulani, aitwe aje na kile kielelezo. Akisoma taarifa ya mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali kwa hesabu zilizokaguliwa kwa mwaka wa fedha ulioishia Juni 30, 2024, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Shinyanga Dr. Kaliko Kasanga amesema licha ya kupata hati safi katika hesabu za mwaka wa fedha 2023-2024, ni hoja 2 tu zimefungwa kikamilifu na kubaki na hoja 50 ambazo bado utekelezaji wake unaendelea, huku akiahidi kutekeleza maagizo aliyopewa ifikapo Juni 18. Lakini pamoja na kupata hati safi, ni kweli tuna hoja nyingi bado za kuzifanyia kazi, na nimepokea maelekezo yaliyotolewa na ushauri, na mimi kama afisa masuhuli naahidi kwamba ili swala la kufunga hoja nitalipa kipaumbele. Kabla sijapokea maelekezo, tayari kuna baadhi ya hatua tulikuwa tumeshazichukua, ikiwemo kupanga kukutana kama management kuanzia kesho na kupitia hoja moja baadaye nyingine, lakini pia kukusanya viambata ambavyo sasa hivyo ndio vinaonekana ndio essence ya kwenda kufunga hoja. Kwa hiyo Mheshimiwa Kaimu Mkuu wa Mkoa tumelipokea na naahidi kesho tutaanza utekelezaji. Nijipanga vizuri. Nadhani wote tutakuwa mashahidi kama ni mabadiliko sasa yapo. Mpaka tarehe ya juzi nadhani tulikuwa na 106% ya makusanyo kwa mwaka. Kwa hili inaonyesha kabisa kwamba maelekezo yako mkaguzi yamefanywa kazi na utekelezaji unaendelea, lakini bado tuna zaidi ya siku 20 kumaliza mwaka. Kwa hiyo tutakwenda zaidi, na hili inaonyesha kabisa kwamba hata utekelezaji wa miradi iliyopangwa utaweza kufanikiwa. Kwa upande wake, mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali CAG mkoa wa Shinyanga CPA Yusufu Mambwe amewataka kuongeza kasi ya utekelezaji wa mapendekezo ya hoja yanayotolewa na mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali. Rai ya kwetu sisi kama ukaguzi mkoa kwa wewe na baraza lako, hasa utakapokuwa unaendelea na usimamizi wa utendaji wa halmashauri, basi Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba tusaidie katika hiyo. Mapendekezo yapo, lakini karibia yote yanatekelezeka. Ni swala tu la wewe Mheshimiwa Mwenyekiti kufanya usimamizi wa karibu, lakini pia afisa masuhuli na timu yake basi wakiweka nia ya dhati, tunaamini yale mapendekezo sehemu kubwa yatatekelezwa, na hata tutakapokutana wakati mwingine tena kikao kama hichi, basi tutakuwa tuna hatua nzuri sana, kwa maana ya mkurugenzi na timu yake watakuwa wamepiga hatua nzuri katika utekelezaji wa mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Na hata sasa hivi pamoja na kwamba tumepata hati safi, kuna mapungufu madogo madogo ambayo yanatakiwa kujibiwa kama hoja za mkaguzi wa hesabu za serikali. Wameahidi kwamba watatekeleza, kama kuna dokumenti ambazo zinatakiwa wataziwasilisha, lakini so far tunakwenda vizuri kuhakikisha kwamba mapato na matumizi ya halmashauri yetu yanakwenda vizuri. Hivyo sema tu kwamba ni uadilifu na wajibikaji, wawajibike hasa kwenye kipindi hiki cha mpito cha uchaguzi. Na baraza linapofunga, management ndio inajigeuza kuwa baraza la madiwani. Kwa hiyo wanafanya kazi kwa niaba ya mheshimiwa madiwani. Kwa hiyo wito wangu tu kwamba ni wawe waadilifu, watimize wajibu wao. Ni kushukuru sana Mwavita Mkondo kwa taarifa hiyo. Baada ya wananchi kuhudumiwa katika zahanati ambayo si rafiki na utolewaji wa huduma za afya kwa muda mrefu, hatimaye serikali imewakabidhi wananchi wa kijiji cha Mamongolo, halmashauri ya mji wa Njombe, zahanati mpya ambayo inaenda kuwasaidia wananchi kuondokana na adha ya kufuata huduma za rufaa umbali wa zaidi ya kilomita 90 kutoka katika kijiji hicho. Taarifa zaidi na Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe. Mamongolo mnachacha maji.
Ni wananchi wa kijiji cha Mamongolo wakifurahia kukabidhiwa zahanati yao mpya, huku wakijinasibu kuwa kufuata huduma za afya kwa umbali mrefu wa zaidi ya kilomita 90 sasa ni basi, ambapo pia wamemtaka mganga mkuu wa halmashauri ya mji wa Njombe Jabiri Juma kuwaongezea wahudumu wa afya ili huduma zote za kitabibu wazipate katika maeneo yao ya karibu. Kwa nayo mioyoni mwetu leo ni kuona tumepata zahanati mpya tena ya kisasa kama hiyo, ambayo kiukweli kwa vijijini kama sisi wanaoishi kwenye vijiji kama vya kwetu ni wachache waliobahatika. Kwa hivi ni furaha tuliokuwa nayo hii saizi, kweli haikuwa haina vifaa vya kisasa, lakini saizi unafutia pale zahanati yetu ile itakuwa na vyombo vya kisasa, tuna uhakika na tumefika. Kwa hiyo ni faida hapo. Kwanza hapo kweli changamoto ilikuwepo. Kwa mfano mama mjamzito akishajifungua kwenye zahanati hii ndogo, tulikuwa tunakuwa na uhaba wa kumlaza apumzike akishajifungua, lakini kwa sasa vyumba viko vingi. Mama mjamzito akijifungua pana uwezekano wa kumlaza akapumzika hata masaa 3 hata siku 3 mbele. Aidha, baadhi ya wananchi ambao wanaishi nje ya kijiji hicho baada ya kuona jitihada za serikali za kujenga zahanati hiyo katika kijiji chao wamechangishana fedha kiasi cha shilingi milioni 39 na kujenga nyumba ya watumishi ambayo imeishia katika hatua ya upauaji, ambapo pia wameiomba serikali kuwasaidia kumalizia nyumba hiyo ili ianze kutumiwa na wahudumu wa afya wa zahanati yao mpya. Hata hili lilipojitokeza tukaona ni jambo zuri. Kwa nini na sisi tusiwasupport wenzetu? Kwa sababu pale hata sisi tunapokuwa tumerudi na familia zetu, tutaenda pale tutatibiwa, tutaona waganga kwa karibu, maisha yataendelea. Mamongolo kwanza walikuwa wanapata tabu sana. Ukitoka hapa ni mpakani mwa Makete. Kwa hiyo kutoka hapa watu walikuwa wanawabeba watu kwenye vitanda kuwapeleka mpaka hospitali ya Ikonda. Kwa kweli watu kutoka hapa mpaka Njombe Kibena ni kilomita nyingi, kilomita 90. Kwa hiyo watu wa mama wajawazito walikuwa wanafia njiani. Kwa hiyo ukiangalia mazingira haya ya Mamongolo, watu wamekufa, watoto wamekufa, watu wengi sana. Lakini leo ni ukombozi mkubwa, zahanati yao iko hapa na yenye ubora. Tuna kila sababu ya kuipongeza serikali. Hata hivyo, mganga mkuu wa halmashauri ya mji wa Njombe Jabiri Juma akimwakilisha mkurugenzi wa halmashauri hiyo katika zoezi la kuwakabidhi wananchi hao zahanati yao, amesema serikali inatumia fedha nyingi katika kuboresha huduma za afya, hivyo ni wajibu wao kama wananchi kuitunza miundombinu ya vituo vya afya pamoja na kuwathamini watumishi wa afya wanapofika katika vituo hivyo kuwahudumia. Liangalia ni bora, limejengwa kisasa, lina tiles, kwa hiyo uwezekano wa vumbi haupo. Kwa mazingira ni rafiki kwa wagonjwa, lakini pia mazingira ni rafiki kwa watumishi. Watumishi wanapaswa kufanya kazi katika mazingira ambayo ni rafiki kwao kutoa huduma za afya. Kwa hiyo kwa jengo jipya ukiliangalia sasa hivi lina kila ubora wa kisasa. Lakini 4 vifaa tiba. Wakati tunafanya mradi wa kujenga jengo jipya la zahanati ya Mamongolo, tulipata pia fedha za kununua vifaa tiba katika zahanati mpya. Kwa hiyo ilipata milioni 33. Ukiangalia pale na nafikiri mmepita mmeona vifaa vya kisasa. Kutoka Njombe, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Ni kushukuru sana Ibrahimu Mlele kwa taarifa hiyo. Benki ya Biashara ya DCB imeeleza dhamira yake ya kuendelea kushiriki katika juhudi mbalimbali za kusaidia afya ya Watanzania kwa kushiriki kikamilifu katika zoezi la kuchangia damu salama kwa wenye uhitaji. Ellen Manyangu anayo taarifa zaidi. Kauli hiyo imetolewa leo jijini Dar es Salaam na mkurugenzi mtendaji wa DCB Bwana Sabasaba Moshingi wakati wa maadhimisho ya siku ya utoaji damu duniani, na kusema kuwa licha ya benki yao kujikita kwenye huduma za kifedha, wanaona pia ni wajibu wao kuchangia maisha ya Watanzania kupitia matukio ya kijamii kama haya, na kusisitiza kuwa zoezi la kuchangia damu lina mchango mkubwa katika kuhakikisha wagonjwa mahospitalini wanapata damu bila kulazimika kusubiri ndugu au jamaa. Ninaitwa Sabasaba Kitewita Moshingi, mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Biashara ya DCB. Leo tuko hapa na partners wetu Aga Khan Hospital kwa ajili ya kuchangia damu kwa lengo moja kubwa sana la kusaidia wagonjwa ambao katika nyakati tofauti tofauti wanahitaji damu. Na sisi Benki ya Biashara ya DCB tunaamini katika kushirikiana na partners wetu kusapoti afya za Watanzania. Katika hafla hiyo, mkuu wa kitengo cha maabara katika hospitali ya Aga Khan Dr. Caroline Ngimba ametoa wito kwa Watanzania kuwa na moyo wa kujitolea damu mara kwa mara badala ya kusubiri siku maalum za kitaifa au kimataifa
na kuwa mtu mwenye afya anaweza kuchangia damu kila baada ya miezi mitatu, na kwamba damu hutolewa kwa binadamu kutoka kwa binadamu. Kuwahamasisha wananchi hili zoezi la kuchangia damu isitokee tu siku kama hii ya uchangiaji damu, lakini liwe zoezi endelevu. Yani tujengee utaratibu wa kuchangia damu, kwa sababu ni kitu ambacho kinahitajika mahospitalini kila siku. Na uzuri unapochangia damu, kama afya yako inakuruhusu, kila baada ya miezi mitatu unaweza ukachangia tena. Kwa hiyo tunaomba tabia hii ya kuchangia damu iwe kitu endelevu, kwa sababu hakuna kiwanda ambacho kinatengeneza damu. Damu inayopewa kwa mwanadamu inatoka kwa mwanadamu. Tunafurahi sana na tunashukuru sana benki ya DCB leo tukiwa na mkurugenzi mkuu ambaye anaonyesha mfano kwa kujitolea kuchangia damu ambayo inawasaidia wananchi wetu. Naye mtaalamu wa utoaji damu kutoka mpango wa taifa damu salama, Bwana Peter Chami, ameishukuru benki ya DCB kwa kuonesha mfano wa kuigwa na kuzitaka taasisi nyingine nchini kuunga mkono juhudi hizo, akibainisha kuwa mahitaji ya damu katika hospitali za Tanzania bado ni makubwa. Mahitaji ni makubwa kwa sababu tunatakiwa aidha, ili tuweze kupata damu za kutosheleza, aidha labda kwa siku tunatakiwa tupate uniti 200 kila siku. Ndio hapo kidogo tunaweza kutosheleza, kwa sababu hospitali zetu zinahitaji huduma ya damu kwa wingi sana. Pia benki ya DCB wafanyakazi wametoa damu siku ya leo pamoja na wakurugenzi. Tunaomba waendelee kuwa na moyo wa utoaji wa damu. Tunaomba na mabenki mengine waweze kuiga mfano kwa kupitia DCB ili tuweze kuokoa maisha ya Watanzania wenzetu wenye shida. Ni kushukuru sana Ellen Manyango kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, tuelekee sasa mkoani Mara ambapo baraza la madiwani pamoja na menejimenti ya halmashauri ya wilaya ya Butiama mkoani Mara imepongezwa kwa usimamizi bora wa miradi ya maendeleo na fedha za umma na kupelekea halmashauri hiyo kuendelea kupata kwa mfululizo hati inayoridhisha. Adam Kadutu anaripoti kutoka Mwanza. Ni katika kikao cha baraza maalum la madiwani hapa katika halmashauri ya wilaya ya Butiama mkoani Mara. Kikao hiki ni kwa lengo la kupokea na kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha 2023-2024. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ukaguzi wa mwaka wa fedha 2023-2024, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali alitoa hati inayoridhisha kwa maana ni qualified opinion kwa taarifa za hesabu za halmashauri ya wilaya ya Butiama. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ripoti iliyopokelewa tarehe 23 mwezi wa 4 2025, halmashauri ilisalia na hoja 45 ambapo hoja 17 ni hoja za mwaka 23-24 na hoja 28 ni hoja za miaka ya nyuma. Mheshimiwa Mwenyekiti, management iliandaa majibu ya hoja zote 45 na kuwasilisha kwa mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa ajili ya uhakiki. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Butiama, Bi Aziza Baruti, anaahidi kushughulika na hoja zote zilizotolewa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, huku naye mwenyekiti wa baraza hilo la madiwani akitoa siri ya halmashauri kuendelea kufanya vizuri. Tunaendelea kuzitafutia majibu ili ikimpendeza mkaguzi mkuu na mdhibiti wa hesabu za serikali aweze kuzifunga. Lakini pale ambapo umekuta pana mapungufu umetushauri, na pale ambapo umekuta panaenda vizuri ukusita kutupongeza. Kwa hiyo tukaenda vizuri, tukaendelea kurekebisha utaratibu wetu wa halmashauri yetu na tukaonekana kwamba tunaenda kwa wakati na kwa muda ambao unatakiwa. Na hapa Kanali Evans Mtambi, mkuu wa mkoa wa Mara, anatoa ya moyoni, nayo ni pongezi kwa halmashauri hii. Naomba pia nitumie fursa hii kuwapongeza waheshimiwa madiwani wote kwa kuisimamia management ipasavyo na kuhakikisha kuwa halmashauri inapata hati ya ukaguzi inayoridhisha, hii ikiwa ni mara ya 3 mfululizo. Na mwisho anapigilia msumari kwa maagizo haya. Mnakamilisha hatua za mgawanyo wa mali na madeni kati ya halmashauri ya wilaya ya Butiama na halmashauri ya wilaya ya Musoma. Sasa hapa natoa siku 30. Ni kushukuru sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji wa TVE, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sofia Amani. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari.